Habari za muda huu, mtazamaji wa Mseto Media, ni matumaini yangu wewe ni mzima kabisa na unaendelea kufuatilia na kufurahia taarifa na habari zetu za kweli na uhakika tunazokuwa tunakuletea hapa. Wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza unatazama, ni kusihi ujiunge nasi kwa kusubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu kuhusu siasa, jamii, burudani na michezo. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Tukirudi kule nyuma kidogo kwenye ibada ya mazishi ya Kardinali Pengo, kama tutakumbuka, lilitokea tukio lililogusa wengi la kushangiliwa sana na kupigiwa vigelegele kwa viongozi wakuu wastaafu wa serikali. Hapa nikimaanisha makamu mstaafu wa Rais Philip Mpango na waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa. Naomba nimtambulishe kwenu Waziri Mkuu Majaliwa, Kassim Majaliwa. Tukio ambalo lilikuja kwenye gumzo zaidi baada ya makamu wa rais wa sasa Dr. Emmanuel Nchimbi alipoenda mbele kuongea na kusema kuwa anatamani viongozi waliopo madarakani sasa waongoze vizuri ili na wao baadaye waje shangiliwa kwa vigelegele vingi kama kina Majaliwa. Watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi vinafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane, kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikisema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama vyama mimi siyapendi sana, mjinga tu. Ikumbukwe muda kina Majaliwa na Mpango walitambulishwa pia viongozi wakuu wa sasa wa serikali, lakini inaonekana shangwe nyingi huenda kwa wastaafu. Sasa baada ya hili kupitia huko mitandaoni, kuliibuka mijadala mingi, baadhi wakisema wastaafu waliongoza kwa haki, unyenyekevu, utu, umoja na amani, na ndiyo sababu haswa ya kushangiliwa. Isitoshe, ikumbukwe waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa ni Muislamu, lakini alishangiliwa zaidi kanisani na Wakristo, kitu ambacho kiliwagusa wengi. Sasa sababu ya hilo, wapo waliokuwa wakifananisha uongozi uliopita na uliopo madarakani, kitu ambacho kilisababisha waziri mkuu wa sasa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kuibuka na kujibu kuhusu wastaafu kushangiliwa zaidi na sio wao. Mwigulu amejibu na kusema yeye haangalii makofi na wala akuletwa kuja kusifiwa au kupendwa, kwani yeye sio Mr. Nice. Nchemba akaongeza kuwa majizi na mafisadi ni lazima wamchukie. Msikilize hapa. Na wale wengine waendelee kujua, wanaosema sasa anakuwa mkali, sasa si atachukiwa. Wanalinganisha si makofi. Wanalinganisha si makofi. Wanalinganisha si makofi. Mimi sikilizeni. Mimi sijaletwa kwa ajili ya kupendwa. Najua majizi atanichukia, najua wavivu atanichukia, mazembe atanichukia, na mimi nitalala nao mbele wote hao. Lazima mali ya umma iheshimiwe. Ndio. Akinipenda mama wa chipukizi tu mke wangu inatosha. Unataka mimi niwe nice, Mr. Nice. Niwe poa. Mimi sigombei celebrity, sigombei umaarufu. Lazima mali ya umma iheshimiwe. Kauli hii ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba wengi wameijadili na kusema imeonyesha kama hakupenda kilichotokea kanisani na ndio maana kaongea, lakini wapo waliosema amejibu ili kuondoa mijadala na kuwajuza watu kuwa yeye atazidi kuwa mkali akisimamia haki na mali za umma bila kujali kupendwa au kuchukiwa. Je, nini maoni yako? Tuandikie hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media na mimi ni Queen Ray.
Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.